Samia Suluhu Hassan anatakiwa kujiuzulu mara moja kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza, ameshindwa kusimamia shughuli za serikali kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Amekuwa ni rais aliyesimamia mauaji ya maelfu ya Watanzania, na katiba inamtaka rais ahakikishe usalama wa raia na mali zao. Hilo ameshindwa kulifanya na limemdisqualify. La pili, amevunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio mara moja, sio mara mbili, na hiyo pia inamdisqualify kuendelea kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bila kutaja kwamba watu wengi wamekufa mikononi mwa serikali yake. Hilo tu moja lingetosha kabisa kusema kwamba Samia Suluhu Hassan unatakiwa ujiuzulu mara moja. Hilo ni takwa la wananchi na wala halihitaji mjadala. Mapendekezo ya Watanzania, iundwe serikali ya mpito ambayo itaongozwa. Kiongozi wa serikali ya mpito atakuwa ni mwanajeshi, aidha aliyestaafu au aliyeko kazini, na awe ni yule ambaye Watanzania wengi wanaridhia kwamba awe ndio kiongozi wa serikali ya mpito. Na serikali hiyo itakuwa na waziri mkuu wa muda kama huyo kiongozi alivyo wa muda, na imependekezwa kwamba serikali hiyo isikae madarakani zaidi ya miezi 6. Imalize jukumu la kwanza la kukamilisha katiba. Jukumu la pili, uchaguzi mkuu ulio huru na wa haki ufanyike na vyama vyote vya siasa vihusike, na yule yeyote ambaye atashinda, basi huyo atatangazwa rasmi kuwa ndiye rais mpya wa Tanzania. Izingatiwe kwamba kwa sababu kumetangazwa kuundwa kwa serikali ya mpito, katiba iliyopo sasa hivi itakuwa imefutwa. Kutakuwa na usimamizi wa serikali ya muda na katiba ya sasa hivi itakuwa imefutwa. Hii ikiwa inamaanisha kwamba Samia anapojiuzulu ni pamoja na serikali yake, ni pamoja na bunge lote, na vitu vyote vinakwenda kufanywa upya katika kipindi kisichozidi miezi 6. Samia Suluhu Hassan, kamati imeagiza kwamba kabla ya kufika tarehe 9 Disemba uwe umekwisha kukabidhi madaraka kwa kamati ya mpito. Failure to do that, kama hilo halitatekelezwa, na hili halina mjadala, halina mbambamba, you either step down kabla ya tarehe 9 au mambo yafuatayo yatakwenda kujitokeza uking'ang'ania kuwa madarakani. Utambue kwamba sasa hivi tunavyozungumza, vyombo vya ulinzi na usalama, baadhi yao wamo ndani ya hii kamati na wanaunga mkono